Mimi kwa majina naitwa Lunganzi Chai Mangale. Niligombania kiti cha ugavana wa jimbo letu la Kwale mwaka 2022. Na tukiwa hapa, nafikiri mnatuona, nikiwa na ndugu yangu Profesa Hamadi Boga. Sote tukiwa tuligombania kiti cha ugavana, lakini malengo ya kuja hapa pamoja ni kuwajulisha Wakwale na Wakenya na ulimwengu wote kwa ujumla ya kuwa tulianza mazungumzo, tumemaliza karibu miaka mitatu sasa. Tunazungumza kuangalia vile ambavyo tunaweza kuja pamoja ili tuweze kuleta mabadiliko ya uongozi wa kiti cha ugavana na vile vitu vingine vya Kwale. Na yale mazungumzo yamefika kinani ama yamefika kiwango cha juu, ambapo kufikia mwezi wa pili tutawatangazia rasmi kuwa atakayepeperusha bendera aidha atakuwa ni Lunganzi Chai Mangale akisaidiana na Profesa Boga, ama atakuwa Profesa Boga akisaidiwa na nduguye Lunganzi Chai Mangale. Hilo sitaki tuwe na twashishwi nalo. Tuko na nia moja. Kwa kuwa tumekaa na tukajiuliza na tukajiambia ya kuwa maslahi ya Mkwale ni muhimu kushinda maslahi yangu mtu binafsi kama Lunganzi ama kama Boga. Kwa hivyo tunaangalia maslahi ya Mkwale mbele, na hayo kupitia kwa shida ambazo tunazo ndio ambayo ametufanya tuje pamoja na tuko na nia moja. Tuko na shida nyingi, kutoka upungufu, ukosefu wa maji safi ambao ndio tunategemea sisi kama Wakwale. Tunahitaji maji ya kutosha ya kunywa sisi wenyewe, ya kufanyia ukulima, ambayo kukoseka kwa mipango, kutokuwa kwa mipango ya kuhifadhi maji ndio imefanya tunazidi kuwa na shida. Hatuwezi kulima vizuri na hatuna maji masafi. Kukosa mipango ya serikali ya ugatuzi ambayo imechukua miaka 14 ndio inatufanya kufikia hivi sasa hospitali zetu ziko hali mbaya. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanazidi kutupatia msukumo. Na mimi nikiwa na ndugu yangu Profesa Hamadi, tuko na nia moja ya kuikomboa Kwale. Mbinu utakayotumia wacha tuibane. Haja yetu kubwa kama Wakwale, kama Wakenya, siku ikifika tuambie huyu ndiye atakuwa mbele, huyu ndiye atakao nyuma. Nia moja. Nafikiri tumewaelezea tukasema sisi tuko kwa ODM. Sawa lakini wale ambao wako mbele ni sisi wawili. Kwa hivyo tunasema zoning iko huko Nairobi, lakini hapa tutagaragazana tuwaletee Wakwale mabadiliko. Nafikiri sisi kama Wakwale ndio wenye kufanya waamuzi wa kuwa tutamchagua nani kama gavana. Na mimi na ndugu yangu Hamadi tumefanya huo waamuzi kuwa kufikia mwezi wa pili tutawatangazia kama timu moja. Kwa hivyo hilo lisitutie wasiwasi kama Wakwale. Wenye kufanya waamuzi ni Wakwale na ndio hawa, na nia ni ipi? Moja.
Profesa Hamadi Idi Boga, na nataka kuchukua nafasi hii kuwahakikishia Wakwale kwamba mimi na ndugu yangu Lunganzi Chai Mangale tuko kitu kimoja, na tumeamua kutembea safari hii tukiwa pamoja, na tumeamua uamuzi huu kwa sababu tumeona kwamba Wakwale wamegawanyika. Wakwale wana changamoto nyingi ambazo mwenzangu amezizungumzia. Changamoto hizi zingine zikiwa kwamba uchumi wetu umedorora kabisa, kilimo chetu kimedorora, barabara zetu ambazo ni zitoe mazao shambani zimedorora. Ukienda sehemu kama ya Shimba hizi ambako tunazalisha na Mkongani, kutoa mazao huko inakuwa mtihani. Kwa hivyo sisi azma yetu kubwa kabisa ni kurekebisha hizi hali, na ndio maana tukasema tuweke nguvu zetu mahali pamoja na tuwaambie Wakwale kwamba ni wakati wa mabadiliko. Na najua kuna changamoto nyingi, wafuasi wetu huwa wana changamoto nyingi, wanauliza maswali mengi. Nani atakuwa gavana, nani atakuwa deputy? Sisi tunawaambia hiyo haijalishi, kwa sababu sisi nguvu sawa, nia moja, watu wa moja, nia yetu ni kuunganisha watu wetu. Kwa hivyo yule atakayepewa kipaumbele cha kupeperusha bendera mkubali, kwa sababu hatuwezi sote kuwa gavana, lazima mmoja itabidi awe deputy governor. Lakini ugavana huu na udeputy huu utakuwa kama ule wa Mwai Kibaki na Raila Odinga, nusu mkate. Muhimu ni kule kuwatendea kazi Wakwale na kuhakikisha kwamba zile hali ngumu ambazo zinawakumba tumezikabili na tumezimaliza, na Kwale inakuwa kipaumbele. Mimi nina imani kabisa Kwale inaweza kuwa county number 1 hapa Kenya, kwa sababu rasilimali zetu ni nyingi na mgao unakuja consistently. Kwa hivyo tuondoe uongozi mbaya, tuondoe uongozi ambao ni wa ufisadi, tuotoe uongozi ambao unabagua, na tutoe uongozi ambao wamebobea katika masuala ya ukabila. Kwa hivyo sisi tuko pamoja, na waalika huko nyumbani kuna Eid al-Fitr, biriani nyingi sana. Kwa hivyo kama umekula breakfast heavy, pole sana, pole sana. Kwa hivyo karibuni na tuko pamoja. Moja. Mmepeana makataa ya kuchagua kupeperusha bendera kufikia Februari mwaka ujao. Kutangaza. Na ikija masuala ya chama? Masuala ya chama hivi sasa sisi ni ODM. Lakini chama kikubwa ni mimi na huyu Engineer Lunganzi. Kwa hivyo ODM ni wenzetu, tumebabana muda mrefu, tunawaheshimu, lakini na wao pia ni wahakikishe kwamba wanatusupport. Wakija hapa wawe wanazungumza sisi candidates wao wa ODM, ndio tutajua kweli wenzetu wanatunga mkono na wanatusaidia. Kwa hivyo sisi bado ni ODM, na tunajua ODM bado ni moja, kwa sababu hakuna chama kingine ambacho kimesajiliwa. Zile ni kambi tu, lakini ina imani watu wataelewana na tutaenda pamoja.